Kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu na kwa sababu ametufikisha sehemu hii tukiwa salama, ni jambo la kushukuru sana. Lakini kabla ya kusema chochote, nataka niseme kwamba kuna maandiko katika Qur'an tukufu yanasema Mwenyezi Mungu habadilishi maisha yenu mpaka mbadilishe yaliyo ndani ya vifua vyenu. Bi maana kwamba tuna vita ambayo tunaipigania, vita ambayo tayari tumekwisha kuianza, vita ambayo tunaendelea nayo. Ni wazi kabisa tutakapokuwa watofauti hatuwezi kufanikiwa katika hiyo vita. Tutakapokuwa ndani ya vifua vyetu kuna vitu vya tofauti, hatuwezi kufanikiwa kwenye hii vita. Tutakapokuwa ni wamoja, tunaenda kushinda hii vita iliyo nyepesi. Uoga na unafiki ni vitu vibaya sana, kwa sababu hatima ya vitu hivi ni kujipendekeza. Tunao watu ndani yetu katika hichi chama, ni dhahiri kwamba wana uoga na wanajipendekeza na hawaamini kwamba tunaweza tukashinda hii vita. Unapoamini jambo huwezi kufanikiwa kweli, kwa sababu imani yako itaishia hapo. Na ukiamini naenda kutoboa, naenda kufanikiwa, unatoboa. Na Chadema katika hili tunaenda kutoboa. Naomba niseme kwamba katika nchi hakuna sehemu ambayo mtu hajaumizwa. Hakuna mtu ambaye hajaumia. Hata wale ambao wanaongea kwa lugha nyepesi sana kwamba tunahitaji reform, lakini hatuwezi kukataa uchaguzi, ni kwa sababu ya tamaa ya vitu vidogo mno ambavyo vina hai na kushindwa kufahamu thamani, utu na uhai wa mwanadamu. Lakini yule ambaye atakuwa anaona mbali kabisa na anaona maisha halisi ya binadamu na namna Tanzania kupitia watawala walikuwa hawajali maisha halisi ya binadamu, hawezi kuwaza maslahi ya sasa, bali anaweza kuanza maslahi ya baadaye na taifa na vizazi vijavyo. Bila ya kuwa na reform hatuwezi kufika kule tunakotarajia. Kwa hiyo niwatie moyo wenzangu wa Tanzania nzima ambao wamekuja hapa kwa ari kubwa sana. Maana walio wengi ni kwamba walikuwa wakizani kwamba huu mkutano hawezi kufanikiwa. Lakini wapongeze kwa ujasiri mkubwa sana. Mmeweza kujisimamia, mmeweza kujihudumia, mmeweza kufika hapa leo hii makao makuu tukiwa pamoja na fikra pamoja, na tutashinda. Ninaomba tushikamane. Uongozi wetu ni hapa, majemadari wetu ni hapa. Ninaamini tukiwaunga mkono, tukiwa pamoja, tukishikamana, tutafika mbali. Mungu awabariki sana. Mungu atusaidie na tutafanikiwa inshallah. Asante. Naomba makofi kwa naibu katibu mkuu